Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa majina naitwa Bigambo Thomas Bigambo. Leo nitatoa hii taarifa kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro. Taarifa hii itakuwa ni ya kipindi cha miezi mitatu, kwa maana ya mwezi Januari. Kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Morogoro, tumeweza kusaidia kukusanya mapato katika maeneo yaliyokuwa yanatumika na mwekezaji wasipokuwa na mikataba. Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wataalamu wa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro ilifanya ukaguzi wa maeneo yote ya wazi yaliyovamiwa na kuendelezwa na wawekezaji. Katika zoezi hilo ilifanyika tathmini ya kina kuhusu uwekezaji uliofanyika katika maeneo hayo ili kubaini kiasi cha upotevu wa fedha za mapato. Na nyinyi mmekuwa ni mashuhuda, yapo maeneo mengi lakini serikali yetu inapoteza mapato kwa kutokuwa na usimamizi bora. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo tukabainisha baadhi ya maeneo, tukaweka kule nguvu ili kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zinapata ile kodi ambayo iliyokusudiwa. Mataifa mengi yanaendelea kupitia nini? Ukusanyaji imara wa kodi kwa kufuata lakini sheria ambazo zimewekwa. Katika kuhakikisha mapato ya serikali hayapotei, TAKUKURU kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Morogoro imefanikisha kuingiwa kwa makubaliano na mwekezaji aitwaye SM Holding Msamvu katika kukusanya kodi itokanayo na maduka yaliyojengwa na mwekezaji huyo katika eneo la Msamvu, kuanzia kiwanja namba 11 mpaka namba 22 bila kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya mipango miji. Tunafahamu kabisa kwamba ujenzi wowote ule unapaswa kufuata utaratibu, kwa maana ya vibali upeo vya ujenzi, ili tuweze kujua kwamba jengo gani linajengwa kwa ajili ya matumizi yepi. Sasa ule ujenzi holela usiofuata utaratibu kwa njia fulani unaweza kupelekea hata muonekano wa miji ikawa tofauti kutokana na yale makubaliano ambavyo wataalamu wetu walivyotusaidia kwamba mahali gani kikae kitu gani. Kutokana na jitihada hizo, halmashauri ya manispaa ya Morogoro imeanza kupata mapato kiasi cha shilingi milioni 26,352,000 kwa mwaka, ambapo awali yalikuwa hayakusanywa. Mapato hayo yatakusanywa kwa kipindi cha muda wa miaka 10 kama ilivyoainishwa katika mkataba wao wa upangishaji. Halmashauri ya manispaa itapata jumla ya kiasi cha shilingi milioni 263,520,000 katika kipindi hicho cha miaka 10 ambacho nilichokieleza kwa mujibu wa mkataba ulioingiwa. Vile vile baada ya muda wa miaka 10 mkataba kati ya halmashauri ya manispaa Morogoro na SM Holding Msamvu utakoma. Maduka hayo yatakuwa mali ya halmashauri. Hiyo ni jitihada kubwa sana, maana yake tunakiongezea pia chanzo kingine halmashauri ya manispaa kuweza kupata nini? Kupata mapato. Lakini pia haijazuiliwa, kama watakubaliana pia kuingia mkataba mwingine, basi kuweza kufuata nini? Sheria na taratibu. Aidha, ufuatiliaji huo ni endelevu katika maeneo yote ya wazi yaliyoko ndani ya manispaa ya Morogoro ili kuwezesha matumizi sahihi ya ardhi na ukusanyaji wa mapato yatokanayo na maeneo yanayomilikiwa na halmashauri ya manispaa. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuwakumbusha hata wale ambao wako katika maeneo ambayo wamevamia, yawezekana hatujawafikia lakini pia tutawafikia. Katika ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, tunafahamu kabisa kwamba serikali yetu imekuwa inapeleka fedha nyingi mno sana, na nyinyi waandishi wa habari mmekuwa ni chachu ya kuibua hii miradi kama ikiwa inakwenda komo na hatua mbalimbali za kisheria watu wanazichukua. Sasa kwa kipindi cha hicho tumefanya miradi 26. Kati ya hiyo miradi inahusu miradi ya maji, barabara, afya yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 28. Ili kubaini viashiria vinavyoweza kusababisha upotevu wa rasilimali umma na kujiridhisha na thamani ya fedha. Katika ufuatiliaji huu wa miradi tunahakikisha kwamba fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya mradi husika, mwisho wa siku tunapima ile thamani ya fedha kulingana na ule mradi uliopo. Na wakati mwingine wakati wa ufuatiliaji huu tunabaini mapungufu mbalimbali.
Sasa yale mapungufu yakishabainishwa, tunachukua hatua ili kuhakikisha huu mradi unatekelezwa kwa wakati. Ndugu waandishi wa habari, tunafahamu kabisa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Utahusisha rais, wabunge na madiwani. Nyinyi ndio kwetu ni kama ni daraja kubwa sana la kutusaidia kwamba kufahamu ni watu gani ambao wanajihusisha na vitendo kama hivi. Kwa hiyo tunakaribisha kutoa taarifa ili taratibu nyingine za kisheria ziweze kufanyika kwa lengo la kupata viongozi bora watakaotuongoza kipindi cha miaka 5. Tuna kauli mbiu yetu sisi inasema kuzuia rushwa na jukumu lako na langu. Tutimize nini? Wajibu wetu. Na wewe jiulize, umewezaje kutekeleza wajibu wako? Kwa hiyo mapambano haya tutafanikiwa kama wote tukishirikiana kwa pamoja. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.